Anasema hana bikra, imetoka alipokuwa anafanya shughuli zake za nyumba. Alikuwa anabeba maji kwenye baiskeli, then katika kuendesha baiskeli ndio anahisi ilitokea pale. Ili wewe unaweza kuliamini, unaweza kulipokea. Ngoja nikwambie, hili linawezekana kabisa. Wapo watu ambao bikra zao zinatoka kutokana na shughuli mbalimbali ambazo wamekuwa wakizifanya. Ili bikra itoke, hailazimiki kuingia kitu moja kwa moja kwenye sehemu ya uke. Shughuli kama hizi, kuendesha baiskeli, mazoezi magumu au kazi zote zinazohusisha movement ya nyonga pamoja na miguu, zinaweza kufanya bikra ikapotea kwa mwanamke. Kwa hiyo ikitokea labda umesikia hili au mwenza wako amekwambia hivi, basi lipokee kwa uchanya, lakini kisha fanya ufuatiliaji. Kwa sababu mwisho wa siku issue ya bikra haiendelei kulinda thamani ya mtu. Mambo yamebadilika sana. Unaweza kumuona ambaye hana bikra kama ni mtu malaya, lakini yule ambaye mwenye bikra baada ya muda mfupi akaingia kwenye umalaya 2 times zaidi ya yule ambaye ulimuona naye malaya. Swala la bikra limekaa kimkakati sana. Acha kutumia kigezo hicho kwenye kupima thamani ya mtu. Niandikie kwenye comment kama kuna kitu umejifunza, lakini vile vile mtagi mtu aje atupe maelezo yake kuhusiana na swala hili. Hii ni Swahili Medics. Mpaka wakati mwingine, ciao.